Naam, karibu katika Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuji Kuntunye Kidimdimu Mwandila. Bwana, kama kawa kama dawa, tuko ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS, Sukari House, headquarter za UTT Posta jijini Dar es Salaam. Yote kwa yote tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuja kupiga story mbili tatu na ndugu wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Karibu sana na usitoke. Bwana, mkuu vipi? Bana, poa vipi? Kwema kabisa. Shwari kabisa. Bwana, mimi naitwa Ali Upuji natokea UTT. Unaitwa nani na umetokea wapi? Mimi naitwa David Renato Sikitova natokea Boko. Boko. Boko, Okay. Safari ya mkoa kabisa. Okay. Uko na shemeji, si ndivyo? Okay, shemeji, kwema? Kwema. Mama wasemaje? Salama kabisa. Pole lakini hongera. Asante. Mmetokea Boko pamoja? Ndio. Lakini kama kubwa mimi ningependa niwaambie kitu kimoja hasa. Sio kama mnafahamu hii barabara ya Samjoma Mlimani City hapa. Kama unataka kuja hii njia kwenda Sinza makaburini, kuna gorofa la vioo la blue pale. Ile inaitwa PSSS. Sisi mule tuna ofisi za UTT. Kwa maana yake kwa wakazi wanaotoka Tegeta, Boko, Mbezi ya Kimara, sijui wapi, pale kwao ni karibu sana. Labda kama utakuwa huku umetokea ofisini ukasema no, sasa kwa sababu nishafika ofisini, hebu niende na nini. Lakini sisi kule tuna ofisi, operation ambayo unaona zinapatikana hapa na kule ni vile vile. Basi msingi hiyo ni taarifa ngeni kwa sababu tulipotokea ni sehemu mbali sana mpaka tukaanza kusema huko wengine hatupendi kuja. Kabisa. Kwa kama unatupa taarifa kama hiyo unakuwa umetupunguzia foleni sana. Hilo jengo sio kama unaliona ukiwa unatokea Mlimani City, kama unataka kuja mawasiliano. Sio naliona, nalifahamu vizuri. Actually watu wanasema ndo gorofa ndefu Tanzania. Sasa lile ukiingia mule ndani kuna jengo liko fupi hivi linaitwa parking tower. Yes. Utaona tu mabango kama hivi ya UTT. Yaani mule utapata tena, kule unakuta hakuna foleni kama huku. Unajua huku kwa sababu ni headquarter, kwa watu wengi wanatoka Gamboni wapi, wengi wanakuja hapa. Lakini kule utakuta sengine watu wachache. Kwa sababu kama hivi watu wanakuwa hawajui wengine, lakini bado tunazidi kwa taarifa watu. Lakini hakuna jambo lililoharibika. Karibuni sana. Ni kwa mara ya kwanza ndo mmekuja au ni wawekezaji wa muda mrefu? Sisi ni wawekezaji wa muda mrefu tu. Okay. Ni muda mrefu, zaidi ya miaka kadhaa tumekuwa tukiweka na kutoa, kuweka na kutoa hivyo. Kuweka na kutoa. Sisi tunategemeana, kwa mfano hii miezi inajulikana, hiyo watu wanadai ada na nini, kwa hiyo unachomoa kidogo, kisha kaa vizuri unarudisha. As long as pesa ziko salama, sisi kwetu ni sehemu salama tu, tunashukuru. Sasa na mifuko mingapi mmeweka? Mfuko mmoja tu. Ni upi? Liquid. Yeah. Okay. Ni mfuko wenu wa pamoja wa familia au ni wa kwako au kwangu? Yeye ana kwake, kwa hiyo hapa kuna mmoja akamsindikiza mwenzake, sio mbaya. Okay. Sawa. Na yeye shemeji ni wa muda mrefu pia? Wa muda mrefu. Okay. Tulianza sisi muda mrefu, watoto pia wapo. Okay. Watoto mmewafungulia au bado? Nishafungulia watoto fana. Watoto wako ngapi? Wako wawili. Wako wawili. Nice. Hebu wape shout kidogo. Nani? Kylian na Kels. Kylian na Kels. Moja na miaka 7, moja na miaka 4. Okay. Sasa, shemeji, mimi ningependa niweze kuuliza swali. Naamini kuna zile sehemu zenu za watu kuweka pesa. Sitaki kuzitaja kwa majina. Hivi unahisi kwa nini sio kule ukaamua uje UTT? Kwa sababu UTT ni sehemu salama. Alafu unavyoweka hela yangu hapa inakuwa inafanya nini? Inaongezeka na muda wote nitakao uhitaji ninaweza kuipata. Kwa hiyo ninakaa na sina ile mashaka labda mtu anaweza kimbia na hela au nini, najua iko sehemu salama kabisa. Hakuna kumshika shati. Labda ungepata fursa hii shemeji, kwa wanaokutazama, una baadhi ya marafiki zako wengi, sitaki kuzungumzia kama ni Bunju tu, naamini wako wengi Dar es Salaam hadi mikoani. Leo hii wanakuona hapa kupitia Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Ungependa kuweza kuambia nini? Yawezekana hawaamini UTT. UTT ni nini? Kuna mtu yule kama atamani kuingia, kama atamani kwa nini? Hebu mwambie lolote kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS. Nilikuwa napenda niwaambie UTT ni sehemu salama sana ambayo tunaweza tukawekeza hela zetu na zikaongezeka. Pia huduma zake, yani process zake ni sio ngumu kama maana watu wengi wanafikiria labda ni process kubwa, labda nikija kutaka hela yangu ni process, ni rahisi kabisa na njia salama kabisa. Okay. Ndio kwa na washauri wote waje wajiunge. Ndio. Una dada zako lakini unawashauri kweli? Wote tupo. Kabisa. Mimi saiko yangu yote tupo. Tupo UTT ndio. Nice. Tuje kwa ndugu yangu, mama ameniambia hadi watoto. Leo ongezea huyu nadhani toka akiwa mtoto sana alifunguliwa account na baba yake. Kwa hiyo acha bwana. Kwa hiyo UTT ni generation ambayo inazidi kukua kama nyinyi ambavyo mmeanza kuwafungulia watoto wenu mapema. Kwa hiyo nao wakikua na sababu alifungulia UTT nao obvious wataendelea hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumekirithi pia kutoka kwa wazazi. Sasa lolote la kwenda kukuambia labda Watanzania
marafiki zako ambao leo hii bado wako nyuma kuhusiana na UTT? Mimi nawashauri tu kwamba UTT ni sehemu ambayo salama, ni sehemu ambayo ukiweka hela yako na uwezo wa kulala usingizi, kwamba si unajua wao, nawashauri waje wajiunge, watapata faida, wana hela inakuwa salama kwa muda mrefu, akitaka kuitoa na kuiweka still bado tena bila makato. Bila makato kabisa. Ukiconnect na account yako ya benki, utakacho withdraw utakipata hicho, utakacho invest utakipata kama kilivyo. Kwa ni sehemu salama sana. Watu wasione uvivu kama hivyo umetuambia sasa hivi. This is the new information kwamba jengo la wapi? PSSF pale Puma pale kwa pembeni kidogo na nini. Hiyo ni information mpya. Kwa hiyo kwa wengine ambao tunaweza tukawa kama labda ni maambassador kwao, ni sehemu pia nzuri ambayo ni rahisi zaidi pia kufikika. Sawa. Mambo? Poa. Mzima? Mimi naitwa Ali Upuja, natokea UTT. Sio unaitwa nani? Minaeli. Minaeli. Yes. Unatokea wapi? Madale. Madale. Sema watu wa Madale, Mbezi Beach, Goba, Tegeta, Bunju. Unafahamu Minaeli kama sisi tuna ofisi nyingine ya UTT. Iko barabara ya Samnejoma hapa Mlimani City, kama unakuja mawasiliano. Kuna jengo hapa katika mataa, kama unataka kwenda Sinza Makaburini, kuna kona, si ndio pale? Hapa kuna petrol station. Kuna jengo refu lina vioo la blue, sio kama unaliona. Ndio nani. Sisi lile linaitwa PSSF. Ukiingia mule ndani, kwa ndani kuna jengo liko fupi linaitwa parking tower. Sisi tuna ofisi za UTT ziko pale. Kwa hiyo kwa wakazi ambao wa maeneo ya kule, hata wewe ambao unayetazama, unatokea Bunju, Tegeta, sio Kimara, Tabata, ofisi iko kule, ni karibu kuliko kuja Sukari House. Lakini sio mbaya, yawezekana saa nyingine umetoka ofisini huko Posta, ukaona hebu niende UTT mara moja nikaweze kupata elimu kuhusu masuala ya uwekezaji. Karibu sana. Kwa hiyo ni mara ya kwanza ndio unakuja hapa Sukari House? Yes. Na wala hujui chochote kuhusiana na masuala ya uwekezaji? Kidogo kwa watu wengine hivyo mnashauriana hivi na hivi, lakini unaona ni afadhali uwekeze. Ukasema mimi niende sasa nikapata elimu kidogo nianze kuwekeza. Yes. Okay, karibu sana Minaeli. Cha kwanza kabisa, UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Unaelewa? Tukizungumzia uwekezaji, maana yake Minaeli, unachukua pesa yako unaleta UTT, ile pesa yako inazaa faida. Yaani haikai vile vile. So Minaeli, unafahamu kuweka ile katika kibubu? Yes. Inazalisha faida. Hata ukiweka 10,000 baada ya miezi 10 utakuta 10,000, sio? Imechakaa. Yes. Au imeliwa na panya. Lakini haina shida. Ukija kuwekeza na UTT, maana yake unaweka pesa yako, lakini ile pesa yako inakuja inazaa faida. Umeelewa? Lakini huikuti vile vile. UTT AMIS nimekwambia ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha masuala ya uwekezaji, lakini vile vile ukiweka pesa UTT, maana yake unapata wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Sio, umeelewa? Lakini vile vile ni sehemu salama. Sio, unaelewa Minaeli? Kwa sababu iko chini ya serikali, maana yake ni sehemu salama. Lakini Minaeli, mfano mimi nikwambie, katika sisi tuna mifuko 6. Kuna Umoja, kuna Liquid ambao ni ukwasi, kuna Wekeza Maisha, umeelewa? Kuna Bond Fund, umeelewa? Alafu kuna mfuko wa watoto, umeelewa? Lakini yote kwa yote katika mifuko hii ukiwekeza UTT, wao wanakupa 12%, wastani wa 12% kila mwisho wa mwaka, ambao tukipiga kwa kugawanya hivi labda kila mwezi inakuwa ni 1%, umeelewa? Takriban kama 1%, ambapo Minaeli, si tukisema kwamba umewekeza pesa yako labda katika mfuko wa Liquid mwaka mzima, Minaeli umepambana kweli kweli, wewe ni mfanyabiashara mdogo mdogo, ikatokea milioni pale, ndio lako baada ya miezi 12. UTT wakisema wao wanakupa wastani wa faida ya 12% ya milioni yako, maana yake utakuwa na milioni 1,120,000. Sio, umeelewa? Hiyo ndio 12% ya milioni. Umeelewa? Minaeli, wewe ukaja ukapambana ukaanza kupata riziki kidogo, mwaka mzima umeweka hela yako UTT imefika milioni 10. Kwenye akaunti yako utakuwa na shilingi ngapi? Milioni 11 na laki mbili. Na laki mbili. Yes. Sio, tumeelewana? Yes. Minaeli, wewe ukachukua milioni 1 yako huleti UTT umeweka kwenye kibubu, baada ya mwaka utakuwa na shilingi ngapi? Na milioni hiyo. Hiyo. Yes. Kabisa? Yes. Kumbe? Umeona faida ya UTT? Yes, ina faida. Ina faida. Ni sehemu salama, lakini vile vile Minaeli, mimi naamini, sijui, lakini nikikuangalia kama hujawahi kucheza yale nini kule mnaikaga hela, usitaje majina. Kule mnaikaga hela kule, si anapokea wiki ijayo Minaeli? Hapana. Hujawahi kwenda kule? Yes. Kwa nini hujawahi kwenda? Sijui, labda tu ni sina passion na. Sina nani na
Huna passion nao? Marafiki zako hawaendagi kule? Wanaenda. Yes. Vilio vipi hawagombanagi nini? Wangombana, kuta mtu ameondoka na hela. Kijumbe. Imefika wakati mtu anapokea, yeye mwingine anasema nimepata matatizo, napata matatizo au na majambazi. Kesho mwenye hela hayupo. Kwa kule ni changamoto nyingi sana. Yes. Lakini unaona usalama wa UTT jinsi mtu anavyokuwa uko comfortable kabisa. Ndio. Ukipata fursa hii ya kuweza kuwapa elimu kidogo tu ndugu zako hata na shemeji, ungemwambia nini? Hasa vijana wawekeze, wawe na utaratibu wa kujiwekea akiba. Kuna leo na kesho. Leo una miaka 20, ukijiweka kidogo kidogo, baada ya miaka 10 ni mtu mwingine tena. Yes. Okay. Shemeji ungependa kumwambia? Naye pia awekeze. Of course na yeye anawekeza. Ni mwekezaji wewe mdogo. Na mwenyewe amekushawishi? Yes. Okay. Sawa. Karibu sana Amina. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Wawekezaji ni wengi bado wanazidi kuja kuwekeza na UTT AMIS. Mifuko ya UTT AMIS ni mifuko ambayo ni sehemu salama kabisa, lakini vile vile unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka. Wewe ni nani ambaye usitaka hizi faida? Wewe ni nani ambaye usitaka kuja kuwekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji? Hapa sisi tunazungumzia usalama ni upo wa hali ya juu kabisa. Bwana, mwambie na mwenzio aje kuwekeza UTT. Mimi naitwa Ali Upuji kuntunye kiduni Mwandila. Tukutane next time. Bye bye.